السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم المنة، والحمد مفتاح لباب الجنة، والحمد موجب المزيد في العطاء، ومن يداوم ينكشف له الغطاء. فكم لربي من أياد ونعم سابغة على الورى محض الكرم. وأعظم النعمة هدي الخلق لدينه الإسلام دين الحق، فأرسل المختار ختم الأنبياء ومنبع الأسرار مصدر الضياء، فبلغ الدعوة بالأمانة والصدق والعصمة والفطانة، وترك الناس على محجة بيضاء مع وضوح كل حجة، والثقلان من وصاة المصطفى وحسب هذين وصاة وكفى. فأهل بيت المصطفى في قرن مع القرآن جاء ذا في السنن. صلى عليك الله يا مختار ما جن ليل أو بدا نهار. وخصت الصلاة أهل البيت من هم حياة كل قلب ميت، وعمت الصحاب أنجم الهدى وكل من لنهجهم قد اقتدى. والحمد لله وصلى الله على نبيه ومن والاه. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, katika halaka iliyopita tulikuwa tumeelezana kwamba tueleza aya za wanafik zilizomo katika suratu Ali Imran, na aya hizi tulisema zimebeba maudhui mawili. Maudhui ya kwanza ni kwamba wanafik miongoni mwa tabia zao na ada zao ni muwalatul kafirin, kuwatukua makafiri, kuwaleta karibu, kuwapa siri za Waislamu. Na hili limetajwa katika aya tofauti tofauti kama namna tulivyoshiria katika halaka iliyopita. Limetajwa hili katika suratu Ali Imran, limetajwa hili katika suratul Maida, na maudhui ya pili tukasema ni maudhui ya masala ya vita vya Uhud, dori la wanafiki katika vita vya Uhud, ambalo hiyo inshallah tutakuja kuizungumza. Lakini katika kuzungumza maudhui ya kwanza ya muwalatul kafirina hatukumaliza, tulikata yale maudhui kwa sababu ya muda wetu tuliojiwekea. Mwenyezi Mungu akipenda katika halaka hii tutamalizia kwamba miongoni mwa sifa za wanafik ni muwalatul kafirina, kisha ndio tuingie dori la wanafik katika vita vya Uhud. Aya tuliyoisoma ni katika suratul Mumtahina aya ya kwanza,
Mwenyezi Mungu asema Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mumeamini, la tattakhidhu aduwi, musimfanye adui wangu, wa aduwakum, na adui wenu, awliyaa, musiwafanye ni marafiki, ni wanusura. Tulquna ilayhim bilmawadda, mkikutana na wao mwakutana kwa mapenzi. Wakad kafaru bima jaakum min alhaqi, na ilhali hawa mabwana wameikufuru ile haki ambayo imewajilia nyinyi. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, wanamtoa mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wanawatoa nyinyi katika majumba yenu. Kwa kosa gani? An tu'minu billahi rabbikum, kwa kuwa eti nyinyi kosa lenu ni kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. In kuntum, mukiwa nyinyi, kharajtum, mumetoka jihadan, hali ya kwenda kupigana jihadi, fi sabili, katika njia yangu, wabtighaa mardati, na kuzengea radhi zangu. Tusirruna ilayhim, mwawafanyia siri wao, mwawaeleza wao kwa siri, tena bilmawadda, kwa mapenzi. Wa ana, na mimi, a'lamu, ni mjuzi zaidi, bima, kwa yale ambayo, akhfaitum, mumeyaficha, wama, na yale ambayo, a'lantum, mumeyadhihirisha. Waman yaf'alhu, na yoyote atakayelifanya hilo, minkum, miongoni mwenu, faqad dhalla sawaa as-sabil, hakika amepotea njia ya sawa. Aya hii ndugu zangu iko wazi, haihitaji sherehe, ikizungumzia uharamu wa muislamu kumfanya asiyekuwa muislamu kuwa ni mwandani wake, atakayempa siri zake na atakayemueleza mambo ya Waislamu yanayopikwa ndani kwa ndani. Na hii ni ada ya wale watu ambao ni wanafik. Na Mwenyezi Mungu mwisho aya amemalizia, waman yaf'alhu minkum faqad dhalla sawaa as-sabil. Muislamu yoyote ambaye atalifanya hili la kuchukua siri za Waislamu kuwapa wasiokuwa Waislamu, basi huyu amepotea. Hata tungamuona yuwaswali, hata tungamuona yuwafunga, amepotea. Katika halaka za nyuma ndugu zangu, tuliwahi kushiria ya kuwa matatizo mengi ambayo walikumbana nayo Waislamu waliotangulia, na mpaka dola za Kiislamu zikaanguka, na mpaka leo matatizo hayo twaendelea kukumbana nayo, ni wale al-umala, vibaraka, watu ambao tuko msikitini na wao wanasijida, wavaa vilemba, wanajidhihirisha kwamba ni Waislamu. Ikifika Ramadhani utawaona wako mbele mbele, lakini batinul amri, ndani yao kwa hakika ukiwaangalia wameficha ukafiri, wakayachukua yale ya Waislamu wakayapeleka kwa wasiokuwa Waislamu, na tija yake tukafika hapa tulipofika. Aya hii wanazuoni wote wa tafsiri wanasema imemteremkia mmoja katika masahaba wa Mtumi kwa jina maarufu Hatib ibn Abi Baltaa. Yasemekana ndugu zangu, kulikuwa na binti akiitwa Sara. Huyu Sara ni muwatwa huru wa Abi Amri ibn Suayfiyi ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Ni mwanamke ambaye kwamba ni mwacha huru wake, manake ni maulatun lahu. Huyu binti alitoka Makka akaja Madina kwa ajili ya kutafuta msaada. Kule Makka mambo yamekuwa magumu kimaisha na haja silimu, lakini akaja Madina kwa sababu yeye yuanasibika na Bani Hashim, kuja kutafuta msaada kwa Mtumi sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake.
Mtume alipomwona Madina huyu mwanamke alimuuliza, amuslimatan jiiti, je, umekuja hali ya kuwa wewe ni Muislamu? Na kipindi hichi ambacho huyu Sara amekuja Madina ndicho kipindi ambacho Mtume yuko katika maandalizi ya kwenda kuiftahi Makkah. Na twasoma sisi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, twasoma katika hadithi, kana idha arada ghazwatan warra bighairiha, Mtume akitaka kwenda kuwapiga watu vita, Mtume alikuwa akifanya tauria, akijistiri kwa vingine. Yani Mtume haelezi wazi wazi kwamba tukitoka hapa tuenda mahali fulani, bali Mtume alikuwa akiwaambia watu tuenda mahali fulani, mahali pengine, kumbe kule anakowatajia Mtume siku alikokusudia, Mtume amekusudia mbele yake. Lengo la haya nini? Ni Mtume hataki habari iwafikie makafiri ili wajiandae. Mtume hataka awapitie ghafla ili awashughulikie. Mtume alimuuliza Sara, amuslimatan jiiti, umekuja hapa Madina hali ya kuwa ni Muislamu? Sara akamwambia Mtume, la, sijasilimu. Mtume akamwambia, fama jaa abiki, kilichokuleta Madina ni kitu gani? Sara akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, antumul ahlu wal ashira, nyinyi ndio familia, nyinyi ndio jamaa. Huko nilikotoka mambo yamekuwa magumu. Wakad ihtajtu, mimi nimepatwa na haja, maisha yamenibana, nikaona afadhali nikimbilie huku, pengine labda nitapata msaada kwenu nyinyi. Mtume akamuuliza, fa aina anti min shababi Makkah, wewe uko wapi kutoka na mabarobaro wa Makkah? Yani pale Makkah kuna mabarobaro wengi, ungelipata mmoja akakuoa, angalau ukaishi katika kivuli chake, maisha yakawa mepesi. Sara akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamwambia, ma tuliba minni bishaiin ba'da waqati Badr. Kazi ya Sara pale Makkah, kazi alikuwa akifanya, alikuwa ni mwimbaji, alikuwa na sauti mzuri, watu wakitaka kupumbaa huenda yaka waimbia nyimbo, kisha watu wakampa chochote cha maisha yake. Mtume akamwambia Sara, mabarobaro wa Makkah wako wapi? Ungeliwaimbia wakakupa chochote. Sara akamwambia Mtume, ya Rasulullah, kuanzia vita vya Badri vimalizike, wauliwe waliouawa katika Sanadidu Quraishin, watu hawataki tena kusikia nyimbo, watu wazungumza visasi tu, ya Rasulullah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam akenda akawakusanya wale Bani Abdul Muttalib, akawaambia, msaidieni huyu Sara. Kila mmoja akampa kile alichompa, mwenye kumpa tende, mwenye kumpa chakula, mwenye kumpa ngano, mwenye kumpa nguo. Ala kulli hal akawa ana kitu ambacho kwamba cha msukuma maisha siku 2-3. Sara wakati wajitayarisha kurudi Makkah, katika pita zake akapitia nyumbani kwa Hatib ibn Abi Baltaa, sahaba miongoni mwa masahaba walioshuhudia vita vya Badri. Hatib akamuuliza Sara, ni lini safari? Akamwambia, ni katika siku hizi mimi nitarudi zangu Makkah. Akamwambia, kabla ya kusafiri nitakupa amana uipeleke kule Makkah. Ni amana gani? Akampa barua. Hii barua ndani kumeandikwa hivi, min Hatib ila ahli Makkah. Hii barua yatoka kwa Hatib iende kwa watu wa Makkah. Inna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yuridukum, Mtume yawakusudia nyinyi, msije mkafikiri wakataka watu wengine, Mtume amewakusudia nyinyi watu wa Makkah. Fakhudhu hidhrakum, chukueni hadhari yenu. Hii ndio barua ambayo Hatib ibn Abi Baltaa ameiandika, akampa Sara, akamwambia, ukifika nayo hii barua mpe Abu Sufyan na wale Sanadidu Quraishin waliobakia. Kisha akachukua mapeni
takriban dinari 10, akampa kama zawadi kwa ile khidma ambayo Sara ataifanya, na akamwambia hii barua hakikisha mtu haioni, ifiche mahali ambapo haiwezekani mtu kuiona. Sara akaichukua akaificha namna alivyotaka kuificha. Sayyiduna Jibril alayhi salam akamshukia mtumi, na Sara ashatoka yuelekea. Sayyiduna Jibril akamshukia mtumi sallallahu alayhi wasallam, akamweleza kuhusu hii habari kwamba kuna barua anayo mwanamke, na huyo mwanamke kwa sasa yuko mahali fulani. Mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivyopokea alimamu al-Bukhari na alimamu Muslim kupitia kwa Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, mtumi akawaita masahaba 4. Akamuita Sayyidina Ali, akamuita Zubair ibn al-Awwam, akamuita al-Miqdad ibn al-Aswad. Hawa ni masahaba 3, na hawa wote ni masahaba mashujani ambao ni mahodari kupigana. Mtumi akamwambia hawa masahaba, intaliqu hatta ta'tu rawdata khakh, nendeni mpaka mufike mahali paitwa rawdatu khakh. Rawdatu khakh ni mahali kati ya Maka na Madina, hapa katikati kuna sehemu inaitwa jina hilo. Mtumi katika kuangalia vipimo wasema kati ya hapa rawdatu khakh mpaka kufikia Madina takriban ni maili 12. Mtumi akamwambia mkifika hapa rawdatu khakh mtapatana na binti maaha kitabun, huyu binti ana barua, fakhudhu minha, ichukueni barua kutoka kwa huyu binti. Kisha mtumi asema munletee hiyo barua. Sayyidina Ali na wenzake wakatoka wakaenda, wakifika rawdatu khakh kweli wakampata mtoto wa kike, wakampata Sara pale mahali yupumzika. Sayyidina Ali ibn Abi Talib akamwambia Sara, akhriji alkitaba, toa ile barua. Sara akamwambia Sayyidina Ali, ma ma'i kitabun, sina barua. Sayyidina Ali ibn Abi Talib akamwambia toa, ikawa ni ushindani, toa. Sara, sina barua. Sayyidina Ali zikampanda, akamwambia la tukhrijanna alkitaba au lanalqiyanna thiyaba, imma utaitoa barua au tutakuvua nguo. Barua au tutakuvua nguo. Al-Miqdad ibn al-Aswad na Az-Zubair ibn al-Awwam walikuwa kimwambia Sayyidina Ali, basi yansema hana. Sayyidina Ali alikuwa akiwaambia ma kadhaba Rasulullah, mtumi hajazungumza urongo. Mtumi hawezi kututoa Madina akatuambia tukifika rawdatu khakh kuna mwanamke ana barua, kisha tufike hapa tumemkuta kweli mwanamke awe hana barua, lazima barua atakuwa nayo. Akamwambia yule binti, imma uitoe barua wa illa nitakuvua nguo zote, nikubakisha uchi wa mnyama, almuhimu niipate ile barua ambayo mtumi sallallahu alayhi wasallam ameizungumza. Yule binti alipoona kwamba sasa maudhui yamebadilika, mambo magumu, akamwambia Sayyidina Ali na wenzake, angalieni kando. Akaitoa ile barua. Ameitoa wapi? Ameitoa kwenye akili yake ya nyele. Yani hizi nyele zake hizi, tunajua watu wa Arabu nyele zao ni nyingi, basi huko ndani kwenye nyele huko ndiko ambako barua ilikuwa imefichwa. Akaitoa barua ile akamkabidhi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akaja na ile barua yeye na wenzake mpaka wakampa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume akifungua barua aiona min Hatib ila ahli Makkah. Hatib amewaandikia watu wa Makkah, awatahadharisha kwamba mimi hichi kikosi ambacho nakitengeza hili jeshi, lengo langu nenda kuwapiga vita hao watu wa Makkah. Mtume akatumana akaitwa Hatib. Hatib alipokuja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam akamwambia Hatib, ma hadha, nini? Ma hamalaka ala hadha, ni kitu gani kimekupelekea ulifanye hili? Hatib akamwambia Mtume, la ta'jal alayya ya Rasulullah, usinifanyie haraka,
wala usiamrishe mimi kuuliwa. Akamueleza Mtume udhuru wake, akamwambia inni kuntu mra'an mulsakan fi Quraish, mimi ni mtu nilikuwa nimeambatanishwa kwa Makureshi, mimi pale Maka sina familia, yani niliishi tu kwa hisani za baadhi ya watu. Asema amwambia Mtume, ama hawa muhajiri na wengine hawa kina Umar na wengineo kule Maka wameacha familia zao, nikachelea mimi kwa kuwa kule sina familia na watu wamenifanyia hisani, nikaona niandike hii barua, pengine kama kuna wakati nitakuwa na jambo lolote, basi na mimi angalau kule Maka nitakuwa na watu ambao naweza nikawategemea, kama ambavyo wenzangu kule Maka wakiwa na tatizo wako watu wa kuwategemea. Sikulifanya hili ya Rasulullah kwamba labda mimi nina shaka na dini yangu au sikuamini wewe, nimeifanya kwa sababu hiyo tu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam akasema, ama innahu qad sadaqakum, ni kweli Hatib maneno yake aliyoyasema ni kweli. Ala kulli hal, qiswa ni hichi. Hatib ibn Abi Baltaa ameandika barua atoa siri za Waislamu kuwapelekea makafiri, kuwapelekea kina Safwan ibn Umayya, kuwapelekea kina Suhail ibn Amr na kuwapelekea kina Ikrima ibn Abi Jahlin. Kipindi hichi hawa niliowataja bado hawajasilimu, ndio wanaoangaliwa kuwa ni viongozi katika ardhi ya Makka. Lakini kwa sababu maswahaba wa Mtume walielewa ya kwamba Muislamu yoyote anayewapa makafiri siri za Waislamu, kwa kuwa wameelewa kwamba huyu ni munafik, Sayyiduna Umar ibn al-Khattab akamwambia Mtume, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadha almunafiqi, niache huyu munafiki nimkate shingo. Mtume akamwambia, innahu qad shahida badran, huyu bwana alishuhudia vita vya Badri, wama yudrika la'alla Allah ittala'a ala man shahida badran faqala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Huwezi ukajua, pengine Mwenyezi Mungu wale watu walioshuhudia vita vya Badri, Mwenyezi Mungu aliwaambia fanyeni mutakalo, mimi nyinyi nishawasamehe. Ikateremka hii aya, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliyaa tulquna ilayhim bilmawadda, mpaka mwisho. Kwa hivyo ndugu zangu, kuna hatari kubwa ya wewe ambaye ni Muislamu kumshika asiyekuwa Muislamu ukampa siri za Uislamu. Na hapa ndugu zangu, naomba tumalize na kitu kimoja. Uislamu haumkatazi Muislamu kuwa kafiri na asiyekuwa Muislamu, la. Uislamu haumkatazi asiyekuwa Muislamu haumkatazi Muislamu kumfanyia wema asiyekuwa Muislamu, la. Uislamu wakataza Muislamu kumchukua asiyekuwa Muislamu akamfanya ni mwandani, ampa mpaka zile siri. Haya ndio maudhui ambayo twaomba ndugu zangu tuondoke nayo. Hatujakatazwa kuwa marafiki na wasiokuwa Waislamu, kuwafanyia wema, kuamilia, yote twaruhusiwa kuyafanya, lakini annahyu iliyokuja ni kuwatukua hawa makafiri, kuwafanya ndiyo wasiri wa Waislamu. Mwenyezi Mungu hili jambo halitaki. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab katika khilafa yake alimpeleka Abu Musa al-Ash'ari akatawali kule Yemen. Sayyiduna Umar alikuwa na ada yake katika khilafa yake, ana ada kile ikifika musimu wa haji, wale maummal kwa lugha leo tuwaite magavana, wale magavana aliowaweka katika sehemu mbalimbali, ikifika musimu wa haji wanakuja hija. Wakati wanakuja hija pia wanakuja na zile kodi, wanakuja na mahisabu ya mwaka mzima. Wakifika Madina lazima wakae na Sayyidina Umar wampe hisabu za mwaka mzima,
katika zile sehemu zao walizotawalishwa kuendelea nini. Safari moja Sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari alipokuja mbele ya Sayyiduna Umar, ile hisabu aliyokuja nayo ilikuwa imeandikwa vizuri sana. Sayyiduna Umar hakupata matatizo katika kuipitia, akaipitia vizuri. Kisha akamwambia Abu Musa al-Ash'ari, huyu mwandishi aliyekuandikia hii hisabu khati zake mzuri sana, yuko wapi aje aniandikie kitu? Haya mambo yafanyika wapi? Yafanyika msikitini Madina, na msikiti. Sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari akamwambia Sayyiduna Umar, innahu kharij al-masjid, yuko nje ya msikiti. Akamwambia mwache ingie. Abu Musa akamwambia innahu la yadkhulu al-masjida, hawezi kuingia msikitini. Sayyiduna Umar akamuuliza kwa nini? Akamwambia innahu nasraniyun, kwa sababu huyu bwana alinifanya hii hisabu ni ghulamun nasraniyun, ni kijana wa kinaswara. Sayyiduna Umar alifurahi? La. Sayyiduna Umar alikasirika, akawa amwambia Abu Musa al-Ash'ari, la tudnihim waqad aqsahumullah, usiwalete karibu hawa mabwana wakati Mwenyezi Mungu ashawaweka mbali. Mpaka mwisho wa lawama zake akawa amlaumu, umekosa katika Waislamu mtu ambaye atajua hisabu za Waislamu, ukamchukua asiye kwa Muislamu ukamleta ajue kuendelea nini katika Uislamu. Hii ndio annahyu almamnu', nahyi iliyokatazwa ni hii, kuwachukua wasio kwa Waislamu mukawapa siri zenu nyinyi Waislamu. Kwa ajili hii ndugu zangu watukufu Waislamu, miongoni muada, tabia, mwenendo wa wanafiki ni muwalatu al-kuffar, ni kuwachukua makafiri wakawapa siri za Waislamu, wakawajulisha yanayoendelea Uislamu. Wale mabwana wakapata nguvu na wakapanga mbinu za kuumaliza Uislamu. Insha Allah katika halaka ijayo, Mwenyezi Mungu akitupa hai na uzima, tutakuwa tukizungumzia dori la wanafiki katika vita vya Uhudi kama ilivyoelezwa katika suratu Ali Imran. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.